Rais wa Marekani Donald Trump amesaini agizo la kufuta ufadhili wa serikali kwa chombo cha habari cha Voice of America VOA, akikituhumu kuwa kinapinga utawala wake na kuwa na misimamo mikali. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya White House mnamo Machi 16 mwaka 2025, serikali ilieleza kuwa agizo hilo litahakikisha kuwa walipa kodi wa Marekani hawalipii tena propaganda zenye misimamo mikali, huku ikinukuu wanasiasa wa vyombo vya habari vya mrengo wa kulia vilivyokuwa vikikosoa VOA. VOA ambacho bado kinafanya kazi zaidi kupitia redio kilianzishwa wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia kwa lengo la kupinga propaganda za Wanazi. Kwa sasa kituo hicho kinadai kuwa kinafikia mamia ya mamilioni ya wasikilizaji kote duniani kila wiki. Mkurugenzi wa VOA Mike Abromowitz alisema kuwa yeye pamoja na karibu wafanyakazi wake 1300 wamepewa likizo ya malipo. Abromowitz alieleza kuwa hatua hiyo imelifanya VOA kushindwa kutekeleza dhamira yake muhimu, hasa katika wakati huu ambapo wapinzani wa Marekani kama Irani, China, Urusi wanatumia mabilioni ya dola kueneza taarifa potofu kwa lengo la kuidhoofisha Marekani. Klabu ya waandishi wa habari ya kitaifa National Press Club, moja ya taasisi zinazoongoza katika kutetea uhuru wa vyombo vya habari nchini Marekani, ilieleza kuwa agizo hilo linadhoofisha dhamira ya muda mrefu ya Marekani ya kuhakikisha uhuru wa vyombo vya habari. Katika taarifa hiyo waliongeza, kama chumba kizima cha habari kinaweza kufungwa ghafla usiku mmoja, hili linaashiria nini kuhusu hali ya uhuru wa vyombo vya habari? Taasisi nzima inavunjwa kipande kwa kipande. Hii si tu swala la wafanyakazi, bali pia ni mabadiliko makubwa yanayohatarisha mustakabali wa uandishi wa habari huru katika VOA. Agizo la rais linawalenga hasa wazazi wa VOA, yani US Agency for Global Media, ambayo pia inafadhili vyombo vingine vya habari visivyo vya kibiashara kama Radio Free Europe na Radio Free Asia, ambavyo vilianzishwa awali kupinga upanuzi wa ukomunisti. Maelekezo kwa viongozi wa USAGM ni kupunguza shughuli zake hadi kiwango cha chini kabisa kinachoruhusiwa kisheria. Kwa mujibu wa ripoti ya CBS, mshirika wa habari wa BBC nchini Marekani, wafanyakazi wa VOA walijulishwa kupitia barua pepe kutoka kwa Crystal Thomas, mkurugenzi wa rasilimali watu wa USAGM, kuwa hawatakuwa na kazi kwa muda usiojulikana. Chanzo kiliambia CBS kuwa wafanyakazi wote wa kimataifa na wafanyakazi wa mkataba waliambiwa kuwa hakuna fedha za kulipwa tena. Barua pepe zilizopatikana na CBS zilithibitisha kuwa ruzuku ya serikali ya Radio Free Asia na Radio Free Europe imekatwa rasmi. VOA na vyombo vingine vya habari chini ya USAGM vinasema kuwa vinawafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 400 duniani kote. Kazi yao inaweza kulinganishwa na BBC World Service ambayo inafadhiliwa kwa sehemu na serikali ya Uingereza. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Czech Jan Lipavsky alisema kuwa anatarajia Jumuiya ya Ulaya kusaidia ufadhili wa Radio Free Europe ili iendelee na shughuli zake jijini Prague. Alisema ataliomba baraza la mawaziri la mambo ya nje la Ulaya katika mkutano wao Jumatatu kutafuta njia ya kuhakikisha chombo hicho cha habari kinaendelea angalau kwa sehemu. Elon Musk, bilionea na mshauri mkuu wa Trump ambaye amekuwa akisimamia mipango mikubwa ya kupunguza matumizi ya serikali ya Marekani, alitumia mitandao yake ya kijamii X kutaka VOA ifungwe kabisa. Trump pia amekataa ufadhili kwa mashirika mengine ya serikali, ikiwemo yale yanayoshughulikia masuala ya makazi kwa wasio na makazi pamoja na taasisi za makumbusho na maktaba. Katika kipindi chake cha kwanza cha Rais Trump alikosoa sana VOA, lakini hivi karibuni amemteua Kari Lake, mshirika wake wa karibu, kuwa mshauri maalum wa USAGM. Trump mara kwa mara amekuwa akishutumu vyombo vya habari kwa kuwa na upendeleo dhidi yake. Katika hotuba yake katika Wizara ya Sheria, aliita CNN na MSNBC kuwa ni vyombo vya habari vya rushwa. VOA ilianzishwa mwaka 1942 kwa lengo la kupinga propaganda za Wanazi na Japan. Matangazo yake ya kwanza yalifanywa kwa kutumia mtambo wa redio uliokopwa kutoka BBC. Mnamo mwaka 1976, rais wa zamani Gerald Ford alisaini hati ya umma ya VOA ikilinda uhuru wake wa kihabari. Mnamo mwaka 1994, Broadcast Board of Governors ilianzishwa ili kusimamia matangazo yote yasiyo ya kijeshi ya Marekani. Lakini mnamo mwaka 2013, mabadiliko ya kisheria yaliruhusu VOA na washirika wake kuanza kurusha matangazo ndani
ndani ya Marekani. Kwa hatua ya sasa Trump, mustakabali wa Voice of America na vyombo vingine vya habari vinavyofadhiliwa na serikali uko hatarini. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo. Sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo. Hilo. Lishawaka? Limewaka ndio, unacheza na gesi. Basi nipeleke na mimi nikachukue shoga yangu. Haya maharage nusu saa nyingi yameiva faster tu. Nishati maendeleo. Umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini, REA.